Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Leo hii ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026, moja ya tukio lilokuwa likitarajiwa kutokea katika Jamhuri ya Tanzania ni ya kwamba leo hii kuliweza kutarajiwa kuwa na kumbukumbu za mashujaa walioweza kufariki katika maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema uweze kuelekea rasmi kwa ukurasa wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, katika Jamhuri ya Tanzania tarehe 29 ni tarehe ambayo huwa iko na kumbukumbu kubwa kutokana na yale yaliyoweza kukumba vijana Gen Z katika maandamano ya mwaka 2025, maandamano yaliyoweza kuanza kufanyika tarehe 29 mwezi wa Oktoba hadi mapema tarehe 3 Novemba mwaka 2025, jambo ambalo Watanzania wengi hawakuweza kulifurahia hadi leo hii kutokana na idadi kubwa ya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia kwa kupigwa risasi. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu ya kwamba siku ya jana kuliweza kutolewa ripoti ya leo hii itakuwa ni siku ya kukumbuka mashujaa wa vijana Gen Z walioweza kupigwa risasi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, hilo bado halijaweza kufanyika, ila kuna maandalizi na mipango inayozidi kufanywa, chama Chadema kikiwa miongoni mwa vyama pinzani ambavyo vipo tayari kufanya kumbukumbu hilo. Ila mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu jinsi ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia zote zile usingependa na hauko tayari kwa kumbukumbu hizo ziweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu ni kipi ambacho kinazidi kuchangia uongozi ulioko madarakani kuendelea kujaribu kupinga na hata mipango iliyokuwa imeweza kupangwa leo hii siweze kufanyika. Kwanza, hivi sasa sote tunafahamu kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan sio siri tena, bali uongozi huu umeweza kukumbwa na madeni kwa kiasi kikubwa. Hapa hivi ni kutokana na mataifa ya kigeni kutokuwa tayari kujihusisha na uongozi wake, na pia mataifa hayo ya kigeni hayako tayari kupeana misaada kwa uongozi huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo uongozi huu unazidi kulazimika. Iwapo kama kweli ungependa kupunguza gharama kubwa ya maisha, fedha walizoweza kuzitenga katika chama cha CCM ziweze kutumika, jambo ambalo moja kwa moja viongozi wakuu wa CCM hawako tayari, kwani iwapo fedha hizo zitaweza kutumika kwa ajili ya kujaribu kutuliza hali ya kiuchumi katika Jamhuri ya Tanzania, basi moja kwa moja vyama pinzani kama chama kikuu, chama Chadema, moja kwa moja kitakuwa na nguvu. Na juzi kati sote tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wako tayari kuchangia chama Chadema katika rali wanazozidi kuziongoza siku baada siku. Hii hapa inazidi kuonyesha upendo wa dhati ambao chama Chadema kinazidi kupata upendo wa dhati kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Na baadhi ya mambo yanayozidi kuchangia idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kuwa na upendo na chama hiki, chama Chadema, ni kutokana na chama hiki kinazidi kujali mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, ishara tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo chama hichi kwa njia moja ama nyingine, mwisho siku kinafahamu kwamba wananchi ndio wenye nchi na wapo na uhuru, na pia wameweza kupewa jukumu na katiba kuchagua kiongozi sahihi wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania, tofauti kabisa na jinsi ambavyo idadi kubwa ya viongozi wa CCM wanaamini kwamba
kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupigiwa kura kwa 98% ni jambo linalozidi kuwezekana, ili hali sote tunafahamu kwamba asilimia hiyo kubwa anayozidi kudai iliweza kupatikana ni kutokana na idadi kubwa ya wanachama ama wafuasi wa chama Chadema hakuweza kufurahishwa na uchaguzi ulioweza kupita. Hii hapa ikionyesha wazi ya kwamba kwa kweli upendo wa dhati kwa vyama vya kisiasa kati ya chama cha CCM na chama Chadema, upendo wa dhati uko katika chama Chadema. Na leo hii mtazamaji wangu, vijana Gen Z wakidai na kuweka hadharani kwamba wangependa kukumbuka mashujaa walioweza kupigwa risasi na kuaga dunia, basi bado chama hiki kimeonyesha kusimama na vijana hao Gen Z. Ni ishara tosha ya jinsi gani ambavyo chama hiki, chama Chadema, kinazidi kujizolea umaarufu siku baada siku, na pia idadi kubwa ya vijana Gen Z kuwa na upendo wa dhati na chama Chadema na sio chama tawala cha CCM, jambo ambalo linazidi kuashiria wazi na pakubwa kwa nini hadi leo hii Mheshimiwa Lissu yupo gerezani, na pia kwa nini chama cha CCM kinazidi kutumia nguvu kupita kiasi kwa ajili ya kupata baadhi ya nafasi serikalini na pia baadhi ya uaminifu kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Hapa hivi ni kutokana na jinsi ambavyo chama Chadema kilikuwa kikilazimika kulipa watu kuhudhuria rali zao, ishara inayozidi kuonyesha wazi kwamba watu hawakuwa na imani na chama hichi. Hivi sasa ni mbaya kabisa kutokana na ongezeko la idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ambao hawana imani na viongozi wakuu wa chama cha CCM. Haya yote ni kutokana na viongozi hawa wa CCM wanaonekana kujali maslahi yao binafsi na sio kujali maslahi ya wananchi wa Tanzania, tofauti kabisa na jinsi ambavyo wengi waliweza kuwa wakitarajia ya kwamba serikali hii ya CCM inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan kweli ingeweza kuwajibika baada ya kupitishwa ama baada ya kuapishwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, hii hapa ni dalili tosha kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa kweli katika Jamhuri ya Tanzania idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawana budi kukubali uongozi ulioko madarakani, ila ukweli wa mambo, uongozi ulioko madarakani, hakuna idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wako na upendo wa dhati kwa viongozi hao wa serikali ya CCM, ila ukweli wa mambo, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wako na upendo wa dhati kwa viongozi wakuu wa chama Chadema. Je, mtazamaji wangu, we mtizamo uko nyupi kutokana na pendekezo lililokuwa limeweza kutolewa leo hii ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026 kuweza kufanywa kumbukumbu kwa vijana Gen Z walioweza kupigwa risasi kuaga dunia katika maandamano ya mwaka 2025? Chama Chadema kimeweza kukubaliana na hoja hiyo ama kuonyesha umoja kutokana na pendekezo hilo, tofauti kabisa na viongozi wakuu wa CCM. Hapa hivi inazidi kuonyesha wazi jinsi ambavyo serikali iliyoko madarakani kujijali wao binafsi, huku viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kujali mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.